Mfanyabiashara na mfugaji wa kuku mkazi wa kata ya Shangarai, wilaya ya Arumeru, mkoa wa Arusha, Deus George amedai kuwa anatarajia kufungua mabucha ya nyama ya kuku kote nchini, ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya kumiliki kuku 60,000 kutoka kuwa na kuku 10 alioanza nao biashara tangu akiwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Deus akizungumza na Gadi TV amedai kuwa dhamira hiyo italenga kila Mtanzania mwenye kuanzia shilingi 1,000 atakuwa kila kitoweo cha nyama ya kuku kutoka kwenye mabucha yake ya kuku nzito yatakayokuwa yameenea kote nchini. Aidha, Deus amesema kuwa katika hatua za awali ameanzisha bucha la kuku hao katika eneo la Shangarai mkoani Arusha, huku akidai kuwa ufugaji wake hautumii kemikali yoyote. Hata hivyo, Deus ametueleza kuwa licha ya kuhitimu Chuo Kikuu cha Maendeleo ya Jamii nchini, amelazimika kuweka vyeti vyake kabatini kwake na kufanyia kazi ndoto yake ya ufugaji, ambapo awali ilipingwa na baba yake mzazi akimtaka asomee masuala ya sheria. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Wazo la kuanza kufuga lilianzia wapi hasa? Lilianzia wakati nikiwa shuleni, yani primary. Ulianza peke yako? Nilianza yani nilikuwa natamani kufuga, lakini nilipata support kutoka kwa familia. Yani mama alihusika kunisapoti. Ndio kuanza kufuga, tukaanza kununua kuku wa kienyeji kiasi kidogo pamoja na mayai. Nikawa naleta nyumbani, nikifika nyumbani siku za Jumamosi na Jumapili siendi shuleni, kwa mimi napeleka kuku sokoni. Lakini nikiwa nafanya taratibu kufanya vile na vile, nikawa napitia vikwazo kwamba baba alikuwa hataki mimi nifanye biashara za kuku kwa sababu alikuwa anadili nifanye mambo ya elimu. Lakini sasa mimi nikapenda kufanya sana mambo ya kuku zaidi ya elimu. Lakini namshukuru Mungu, nilijitahidi nikamaliza primary. Baada ya pale nikaenda sekondari. Baada ya kwenda sekondari, Mungu akanisaidia nikavuka nikafika ngazi ya chuo. Basi nikaamua kujikita moja kwa moja kwenye kuku. Nilikutoka pale kwenye kuku wa kienyeji, tukaja kufuga kuku chotara, ambao unachukua kuku wa kizungu unachanganya na kuku wa kienyeji. Anazalishwa anatoka chotara. Tukatoka pale tukapiga hatua, tukaja tukafuga layers. Baada ya kufuga layers tukaja tukaingia kufuga broiler. Baada ya kufuga broiler tukatoka hapo ndo tukaingia kufuga parent stock ambao ndo hawa 300 packed. Umesema kwamba mlianza na kuku kidogo. Kiasi gani hasa? Kwenye biashara kwanza tulianza na kama kuku 10. Yaani 5, 10 unapeleka sokoni, ukifanikiwa kuuza Jumamosi ambalo ni soko la Tengeru, Jumapili tunamalizia soko la Usariva. Ndio ambapo ndo nilikuwa napata nafasi kwa sababu Jumatatu mpaka Ijumaa nakuwa nipo shule. Kwa siku mbili hizi ndo nilikuwa nacheza nazo sana mimi kufika kwenda sokoni. Mazingira ya biashara kipindi hicho yalikuwaje? Mazingira yalikuwa yanabana kwa sababu kuku alikuweko yani amati sana kama sasa hivi. Sasa hivi kuna watu wengi wa white meat, watu wampata elimu ya kula kuku nyama nyeupe. Kipindi kile nyama ni nyama. Kwa hiyo kuku tulikuwa tunapata changamoto sana. Unaweza ukafika sokoni ukakubaliana na mtu bei kwa sababu na mimi nilikuwa mdogo, pengine napewa ila nusu, saa nyingine na rushwa. Lakini nikajitahidi kupambana hivyo hivyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa tumefika hapa. Ni nini hasa ambacho baba alikuwa anatamani ukasomee? Wazazi wetu wa nyuma kidogo wanapenda mtoto afike chuo kikuu. Yeye ndo furaha yake kwa sababu anaangalia mtoto wa jirani, labda kwa mama fulani mtoto wake amefika chuo kikuu. Kwa nini mtoto wangu mimi aishie standard 7? Kwa nini mtoto wangu mimi aishie form 4? Kwa nini mtoto wangu mimi asifike kule palipokuwa panapaswa kufika? Hakutaka kusikiliza kwamba mimi nahitaji nini na je uwezo wangu mimi darasani uko vipi, kwamba huyu mtu tukimuingiza kwenye swala la kilimo na ufugaji anaweza kufanya vizuri zaidi tofauti na darasani. Hasa wazazi hawakuyapenda hayo, lakini nilipotii yale ya kwao nikamaliza walichokuwa nakitaka wazazi. Sasa mimi nikarudi kuingia field moja kwa moja kufanya kile ambacho nilichokuwa nakipenda. Na ulisomea nini? Nimesoma mambo ya maendeleo ya jamii. Ndio. Ndicho ambacho baba alikuwa anataka. Baba alikuwa anataka sheria, lakini upeo wangu ulikuwa mpana sana kwenye sheria, nikajikuta nimeingia kwenye maendeleo ya jamii. Na baada ya kutimiza pale nikaanzia pale pale. Kuanzia pale pale nikageuka kwa wazazi kwamba nataka kuanza hapa. Ingawa walinisapoti, lakini baada ya hapo na mimi nikaanza kujipigania. Pia nikaingia kwenye benki za kilimo, nazo wakatusaidia na sasa tuko vizuri. Tunaendelea kufanya kazi na tunapokuwa tumemaliza
parenti wetu tunawaingiza kuwauza kama kitoweo, kwa sababu kuku hawa ni kuku wazuri mno, ni kuku ambaye ni watamu sana, kwa sababu kuku huyu amekomaa. Kuku huyu anaishi wiki 80 mpaka wiki 90. Unaweza kumwaisha kumtoa ndani ya wiki 60 akawa amemaliza, lakini unaweza kumwacha mpaka wiki 90. Wiki 90 ni karibu miaka miwili. Imekaribia miaka miwili kasoro labda mwezi au miezi miwili kukamilika miaka miwili. Kwa hiyo mfupa wake umekomaa, nyama yake imekomaa, kuku amejitosheleza. Na nigusie kwa upande wa pili. Kuku huyu atumii dawa yoyote zaidi ya kinga. Yaani kinga na maanisha labda kideri, na maanisha labda ndui, na maanisha labda gomboro. Ndo chanjo ambayo kuku huyu anapitia. Na ni kuku ambaye analelewa kwenye mazingira ambaye hawezi kupata dawa yoyote ile, tuseme labda boost ya kumboost mwili ukue mkubwa ili afanyike nyama, maana si kuku wa nyama. Kuku wa mayai anapaswa kuwa na uzito wa kilo 4 kwa parent stock mpaka kilo 4.5, ambapo ataweza kutaga vizuri. Jogoo anaweza kafika mpaka kilo 6 kwa jogoo. Kwa hiyo ni mili yao, na tunachodili naye kuku huyu anakuwa na uzito huu, ni chakula tunachompa. Kuku huyu sisi hatumlishi pumba tupu, yani pumba ya mahindi. Hapana, kuku huyu hali pumba ya mahindi. Tunadili na mahindi, tunadili na mashudu, ndio tunadili na uwele na mtama na soya kidogo, tunachanganya kwenye chakula. Mlo utakuwa umekamilika. Tunakuwa tunawalisha kwa kuku, tunampa gramu 200 mpaka 250 kwa day. Na maji tunahakikisha maji ni masafi, yani maji yametibiwa, kwamba kuku huyu hawezi kupata typhoid. Ndio. Na sasa hivi tunazungumza jumla ya kuku wangapi ambao unaofuga kwa sasa? Sisi shambani kwetu tuna kuku 60,000 mpaka 64,000. Ndio. Ambaye ni parent stock. Na sisi tumedili sana kwa watu wa mayai, watu wa vifaranga, pia tumedili kwa watu wa nyama. Kwa hiyo watu wa nyama tuko nao sambamba. Ndio, na niwahakikishie Watanzania wenzangu, kila mkoa, kila wilaya, kila tarafa, kila kata, kila kitongoji tutawekea bucha la kuku. Kwa hiyo watuvumilie kidogo, tutafika. Ila kwa sasa tupo Arusha, ambapo tuko nje ya mji, tuko Shangarai. Ndio, na sasa bado hatuna tawi sehemu nyingine popote. Kwa hiyo watu wasije wakasema labda tuna tawi sehemu fulani. Hapana, tumeanza Arusha, tupo Shangarai, ndo tumeanza kazi hapa ya bucha, na baada ya hapo tutaanza kufungua matawi yetu, na tutawapa taarifa kutumia nyie wana taarifa. Wale uliosoma nao, wao wakati unahamia kwenye biashara hii ya kuku, walikuwa na mtazamo gani? Wengi walikuwa wamelenga kupata kuajiriwa kwenye taasisi kubwa, kuajiriwa serikalini. Wao ndo walichokuwa wamekilenga, wakaona kwamba mimi mfuga kuku ni biashara ambayo walidharau sana. Kuona kwamba nimepoteza dira, nimepoteza mwanga, kwamba mimi siwezi kufikia malengo yangu na ndoto yangu. Lakini kile unachokiamini wewe kukipambania, mimi nahakikisha kitakufikia. Na wale wengi walikuwa wanatubeza, wanatudharau. Wengine ni watumishi wa kampuni yetu hii, tuko nao shambani, tunaendelea kupiga kazi. Kwa hiyo nawasihi sana wake kwa waume, tuingie kwenye ufugaji wa kuku. Unalipa, mayai yanalipa, manyoya yanalipa, mbolea inalipa, kila kitu kwenye kuku kinalipa. Kama sasa hivi wanakuambia tunataka kula sausage. Sasa sausage kwenye kuku ni utumbo, una soko kubwa kuliko kuku mwenyewe. Kama uko nchini labda kwa mfano Kenya, au labda uko Zambia, uko Zimbabwe, uko Malawi, mzigo unakufikia. Tuna ndege ambaye mzigo unatumwa ndani ya masaa 2.5, umekufikia bado ni fresh kabisa. Kwa mtu kwa mfano tuchukulie kama Mwanza, mtu mimi namtumia kuku kutoka hapa, anamfikia ndani ya lisali 1.5, anapata kuku ni fresh kabisa, hajapita kwenye freezer, hajapita popote, anamfikia. Mtu anakula kuku bado anachuruzisha damu. Kwa hiyo kwa watu wa Kenya tunaomba oda zenu sana. Tuna magari ya Faster, watu wa Mombasa kuna magari ya Faster hayakai hata masaa 6 barabarani, mzigo umekufikia. Kwa mawasiliano yetu ya simu ni 0752 81 81 82. Kwa hiyo tunakusii sana mwana Arusha, tunakusii sana ulioko nje ya Arusha, tukaribie sisi kuku nzito, tutakuhudumia.